السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كبينز وأمة Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwatakia sala na amani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na radhi kwa wote kwa ujumla. Maashara al-ahibba, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wa TV Iman, nitakuwa nanyi insha Allah kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hichi cha akhlaq. Taalu nataaddab bil akhlaq al islamiyya, njoo tujifunze adabu za Uislamu. Lakini kabla sijakwenda kuyazungumzia haya masala mazima ya akhlaq, kwanza nianze tu kwa kusema tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala sote kwa ujumla, mimi ninayetoa mada hii na kipindi hiki, na nyinyi pia ambao mnaonifuatilia na kunisikiliza, sote kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala tulipe ikhlasi katika amali hii, kwa sababu ikhlasi ndiyo msingi wa kila amali, na ndiyo ikhlasi ni kama roho katika kiwiliwili. Roho inapoondoka katika kiwiliwili, basi kiwiliwili hicho huwa hakina faida na huwa hakina nafasi. Kwa hiyo ndio manzila ya ikhlasi, kumkusudia Allah subhanahu wa ta'ala katika amali. Kwa hiyo sote, kuanzia mtoaji na wale waandaaji wa kipindi hiki, sote Allah subhanahu wa ta'ala atulipe ikhlasi, paka mwenye kutia fikra na kutoa mtazamo wake kwamba kuwe na kipindi cha akhlaqi kama hiki, basi Allah subhanahu wa ta'ala sote kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala tulipe ikhlas. Na kila aliyeshiriki katika namna moja au nyingine, tumuombea Allah subhanahu wa ta'ala amlipe ikhlas. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji wa TV Iman, tukizungumzia akhlaq, tutaanza kuelezea taarifu ya akhlaqi, definition ya akhlaqi, utambulisho wa akhlaqi katika lugha ya Waarabu, kwa sababu tamko lenyewe la al-akhlaq liko katika maneno ya lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tutaanzia hapo, na ndiyo chanzo cha kuondokea katika maudhui hii. Kwa hiyo tutaondoka hapo katika akhlaqi, kuelezea definition yake ya kilugha, namna gani maulama walivyotuelezea tamko hili la akhlaq. Kadhalika kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuja kuelezea pia kiistilaha, kwa sababu haya ni mambo ambayo yana umuhimu mkubwa, kwa sababu wanasema wataalamu
maarifatu shar'i, maarifatu shay'i far'un an tasawuri, kukijua kitu kabla basi ni sehemu pia katika tawi la hicho kitu. Kwa hiyo yapendeza kabla hatuja kwenda mbali tukaanza kuelezea nini akhlaq. Ndugu zangu katika imani, nitaanza na maneno ya mmoja katika wanavyuoni wa Kiislamu ambaye anasema, qala al-Qastalani, anasema i'lam anna al-akhlaqa jam'u khuluqun bidhammi al-kha wal-lam, bidhammi al-kha wal-lam, wa yajuzu iskanuha, imma useme khulqun au useme khuluqun. Mwanachuoni huyu al-Qastalani katika maneno yake mema katika kututambulishia ameanza kwa kusema, i'lam, fahamu, anna al-akhlaqa jam'u khuluqun, kwamba tamko la akhlaq, tunapozungumzia tamko la akhlaq ni neno ambalo lipo katika plural, katika wingi, ambao wingi huu mmoja wake tunasema khuluqun, tabia. Kwa hiyo tukisema tabia ni moja, ama tukisema al-akhlaqu ni tabia nyingi. Kwa hiyo na hili tamko wakasema bidhammi al-kha wal-lam, unaweza ukaitia dhamma al-kha wal-lam, ukaitia dhamma kha na pia ukaitia dhamma al-lam, ukasema khuluqun bidhammi al-kha, ukaitia dhamma kha na pia ukaitia dhamma lam. Wayajuzu iskanuha, na mwanachuoni huyu anasema yafaa pia iskanuha, ukaiweka sakna tamko la lam ukasema khulqun, ima ukasema khulqun kwamba ni tabia. Kwa hiyo tukizungumzia al-akhlaq ni neno ambalo lipo katika wingi na umoja wake ni khuluqun, ni tabia. Kwa hiyo al-khuluqu lughatan, tukizungumzia tabia kwa lugha ya Waarabu, maana umetoka ukatembea ukakutana na Waarabu, ukamuuliza Mwarabu, ma maana al-khuluq fi lughatikum, nini maana ya tabia katika lugha yenu? Mwarabu jawabu lake atakwambia as-sajiyya wal khaliqa, atakwambia kwamba khuluqu kilugha maana yake ni sajiyya, ni tabia, wal khaliqa na ni katika umbile, au hiya tabia wal khilqa, au ni jambo ambalo la kitabia, hiya alfitra, au akasema kwamba hayo ni maumbile. Kwa imma kuambie kwamba ni sijia, as-sajia wal khaliqa hiya tabia wal khulqa hiya alfitra. Alhasil kwamba definition hii ukisema as-sajia maana yake ni tabia, wal khaliqa pia ni tabia, lakini almuhimu kwamba kilugha ya Waarabu wanaposema tabia, maana wanakusudia ni jambo la kimaumbile, ni jambo la kitabia ambalo mtu yuko nalo, sawaan kanat khairan au sharran, sawa sawa hizi tabia alizokuwa nazo huyu mtu zikawa ni tabia nzuri au zikawa ni tabia mbaya. Tabia nzuri kwa maana watu wanazifurahikia, wanazipenda, au pia zinaweza zikawa tabia mbaya, tabia ambazo watu zinawakera na zinawaudhi. Kwa hiyo hii ndiyo definition ya lugha ya Waarabu, kwamba Waarabu wakizungumzia al-khuluq lughatan bimaana, wakimaanisha as-sajiyya wal khaliqa hiya at-tabi'a wal khilqa hiya al-fitra.
Alhasil, katika maneno yote ni mutaradiful kalima, ni maneno ambayo yanafuatana, lakini yote ikimaanisha kwamba tabia katika lugha ya Waarabu tunasema ni maumbile ambayo yako kwa mwanadamu huyo, sawa maumbile hayo yamekuwa ni maumbile mazuri au sharran, au maumbile mabaya, au tabia iliyokuwa nzuri au tabia iliyokuwa mbaya. Kwa hiyo kwa Waarabu ukizungumzia tabia, maana ni yale mambo ambayo mwanadamu yuko nayo ya kitabia, ima ziwe nzuri au ziwe mbaya. Wa amma istilahan, ama tukizungumzia makubaliano ya wanavyuoni, vile wanavyuoni walivyowafikiana katika kuliarifisha tamko hili, basi wanasema fahuwa suratul batina lilinsan wallati yumkin an tadhhara lilakharin biashkalin mukhtalifa ala jawarihihi aldhahira linnas. Ama tukirudi katika upande wa istilah za wanavyuoni, anasema fahuwa sura, tukizungumzia tabia fahuwa sura, basi nayo tabia hii inakuwa ni kama picha. Albatina, picha hii mara nyingi inakuwa ni yenye kujificha lilinsan, kwa mwanadamu. Kwa hiyo kwa makubaliano wanavyuoni, tabia ni kama picha, fahuwa sura, basi nayo ni picha albatina lilinsan, picha ambayo imejificha kwa mwanadamu. Wallati, nayo ndio picha ambayo yumkin an tadhhara lilakharin, picha hii kwamba yumkin an tadhhara lilakharin, yawezekana pia ikadhihiri kwa watu wengine. Biashkalin mukhtalifa, kwa namna tofauti tofauti au kwa sampuli tofauti tofauti. Ala jawarihihi, juu ya vile viungo vyake, adhahira, vinavyoonekana, linnasi, kwa watu. Kwa hiyo tukizungumzia istilahan, fahuwa suratul batina, akhlaq. Katika makubaliano wanavyuoni, kimakubaliano yao wao huwa wanasema ni picha ambayo albatina, yenye kujificha. Picha hii kwamba haionekani, lakini picha hii lilinsan, ipo kwa mwanadamu. Wallati, nayo ndio picha ambayo yumkin an tadhhara lilakharin, hii picha ambayo imejificha kwa mwanadamu inaweza ikadhihirika pia kwa watu wengine. Biashkalin mukhtalifa, kwa sampuli tofauti tofauti, kwa namna tofauti tofauti. Ala jawarihihi aldhahira linnasi, kwa kupitia viungo vyake ambavyo vyenye kudhihiri kwa watu. Kwa hiyo yani picha ambayo mtu aliyokuwa nayo ya ndani, picha hii inakuja kudhihirishwa na hivi vitendo vya nje. Ndiyo mtu kwa vile vitendo vyake, kwamba mtu anaweza akasifika kwamba fulani bwana yuko na tabia nzuri au fulani yuko na tabia mbaya, kutokamana na ile picha anayodhihirisha kwa kupitia viungo vyake. Kwa hiyo ni picha ya ndani, lakini anakuja kuidhihirisha kwa viungo vya nje ambavyo vinadhihiri kwa nini? Kwa watu. Waarafahu Ibn al-Mubarak, na pia akatutambulishia kiistilaha Ibn al-Mubarak rahimahullah, faqala, akasema al-akhlaq, tabia, huwa talaqatul wajh wa badhlul ma'ruf wa kaffu al-adha. Ibn al-Mubarak rahimahullah anasema al-khuluq, tabia, huwa talaqatul wajh, tabia nako talaqatul wajh ni kule kudhihirisha uso. Talaqatul wajhi ni kule kudhihirisha uso. Wa badhlul ma'ruf, na kuyatoa yale mambo mema, mambo mazuri. Wa kaful adha, na kujizuia na maudhi ya kuwaudhi watu wengine. Sawa sawa, wanaweza akawa majirani, marafiki zako, ndugu zako. Hii yote Ibn al-Mubarak akaihusisha kwamba hii ndiyo tabia. Kwa hiyo huwa talaqatul wajhi, kuwa na moyo,
kuwa na uso ambao ni mkunjufu, sio uso ambao kwamba hauna furaha, hauna raha. Talaqatul wajhi, kuwa na uso wa furaha. Wa badhlul ma'rufi, na kadhalika kuwafanyia watu wema, yani kutoa yale mambo mazuri, ima ya kimaneno ukawa unayatoa unawapatia wenzio, au kivitendo pia ukawa unavitoa vitendo vyako kwa ajili ya kuwafanyia watu wengine. Hii yote inaingia katika jumla ya akhlaq au ya khuluq. Wa kaful adha, na pia kujizuia na maudhi, kusalimika mkono wako, kusalimika ndimi yako, kusalimika maungo yako na vitu vinginevyo, kwa kutowaudhi watu wengine. Waqila, na kukasemwa pia kwamba tukizungumzia akhlaq, anasema salahul qalbi ma salahil jawarih. Definition nyingine wakatuelezea katika uchambuzi mwingine na ufafanuzi mwingine, wakasema tabia salahul qalbi ni kusuluhika kwa moyo, ma salahil jawarih, pamoja na kusuluhika maungo au viungo. Kwa hiyo tukisema tabia, maana salahul qalbi, moyo wako kwamba uwe ni wenye kusuluhika, moyo wako kwamba uwe ni moyo msafi, moyo ambao haujabeba chuki, haujabeba hasadi, haujabeba jambo lolote, haujabeba shirki, haujabeba nifaq. Tunasema hii ni sehemu pia katika tabia. Kwa hiyo tunasema tabia salahul qalbi ni kule kusuluhika moyo ukawa uko vizuri, ma salahil jawarihi, pamoja na kusuluhika pia viungo. Ndugu yangu mtazamaji wa TV Iman au Radio Iman, tukiwa katika kipindi hiki cha akhlaq, wanavyoni au ulamaul Islam, wanavyoni wa Kiislamu hawakuishia hapo katika kututambulisha kuhusiana na tabia. Wakaendelea kutuelezea wakitutambulisha na at-ta'rifu al-mumayyiz lil akhlaq al-islamiyya, at-ta'rifu al-mumayyiz lil akhlaq al-islamiyya, utambulisho wenye kupambanua tabia za Uislamu. Kwa hiyo tabia, maana tumesema katika definition ambayo tuliisoma hapo awali kwamba tabia inaweza ikawa sawa kanat khairan au sharran, inaweza ikawa ni tabia nzuri au ikawa tabia mbaya. Kwa hiyo tuonyesha kwamba hapo pia katika hiyo definition tunapata vile vigawanyo vya akhlaq. Kwa hiyo anasema katika taarifu hii al-mumayyiz lil akhlaq al-islamiyya, utambulisho ambao wenye kupambanua tabia za Kiislamu. Anasema al-akhlaq al-islamiyya hiya majmu'atu al-aqwal wal af'al allati yajibu an taquma ala usulin wa qawa'ida wa fada'ila murtabitatun irtibatan wathiqan bil aqidati wash shari'ati al-islamiyya min khilal al-Qur'an al-Karim wa sunnati al-akrami sallallahu alayhi wasallam. Tukitazama utambulisho huu wa at-ta'rifu al-mumayyiz lil akhlaq al-islamiyya, definition, utambulisho wenye kupambanua tabia za Kiislamu, na ndiyo sehemu ambayo tunayokusudia. Tukusudia kuzizungumzia akhlaqul islamiyya. Taala unataadab bil akhlaq al islamiyya, njoo tujifunze zile tabia za Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema katika taarifu hii, utambulisho huu, al akhlaqul islamiyya hiya majmu'atu al aqwal wal af'al, tabia za Kiislamu hiya majmu'atu al aqwal, nao ni mkusanyiko
al-aqwal wa maneno, wal af'ali na vitendo. Kwa hiyo maneno na vitendo vyote kwamba vimekusanyika, kwamba anasema tabia za Kiislamu ni mkusanyiko wa maneno na vitendo, allati, maneno ambayo na vitendo ambavyo yajibu an taquma ala usulin wa qawaida wa fadhaila, maneno hayo yanalazimika kuwa ni yenye kusimama ala usuli, yasimame kwenye misingi, wa qawaida, na maneno hayo yasimame pia katika kanuni, wa fadhaila, na mambo yaliyokuwa bora, murtabitatun irtibatan wathiqan, tena mambo haya yawe ni yenye kufungamana, irtibatan wathiqan, mfungamano uliokuwa madhubuti au mshikano uliokuwa madhubuti, bil aqida wa shari'ati al-islamiyya, yawe yamefungamana na itikadi, kadhalika yawe yamefungamana na shari'ati al-islamiyya, na sheria ya Uislamu. Kwa tukisema mambo haya, maneno na afaali, vyote hivi vinapaswa au inalazimika an taquma ala usulin, mambo haya yanalazimika kwamba yasimame kwenye misingi, wa qawaida, na mambo haya yasimame pia kwenye kanuni, wa fadhaila, na mambo yaliyokuwa bora, murtabitatun irtibatan wathiqa, yenye kufungamana mambo haya mfungamano uliokuwa madhubuti, bil aqidati as-sahiha, kwa itikadi iliyokuwa sahihi, kwa itikadi ambayo ni njema, wa shari'ati al-islamiyya, na sharia ya nini? Ya Uislamu. Kwa hiyo lazima tabia hizi za maneno, mkusanyiko huu wa maneno na vitendo, lazima viwe vyenye kusimama katika misingi na kanuni na mambo yaliyokuwa bora. Mambo haya murtabitatun irtibatan wathiqa, yawe yamefungamana mfungamano ambao ni madhubuti, bil aqida, yamefungamana na itikadi sahihi, wa shari'ati al-islamiyya, na sharia ya Uislamu, min khilali al-Qur'an al-Karim wa sunnati al-akram sallallahu alayhi wasallam, kutoka ndani ya Qur'ani tukufu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizokuwa tukufu. Kwa hiyo mkusanyiko wa tabia ambao ni maneno na vitendo, ambavyo maneno haya yanapaswa yawe yenye kusimama katika misingi na kanuni na mambo yaliyokuwa bora. Ndugu zangu katika imani, ukikodoa macho kwa uzuri ukatazama definition hii ambayo tumeichanganua ya kuwa at-ta'rifu al-mumayyiz lil-akhlaq al-islamiyya, utambulisho ambao wenye kupambanua zile tabia za Uislamu, anasema wa mimma yustanbatu min hadha at-ta'rif anna al-akhlaqa fi al-islam laysat juz'an min ad-din bal hiya jawharuhu wa ruhuhu, wa kayfa la wa rasuluna sallallahu alayhi wasallam yaqul innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, akhrajahu Ahmad an Abi Huraira. Tukiitazama kwa uzuri na tukakodoa macho kwa uzuri na tukayazingatia yale ambayo yamepita katika taarifu hii yenye kupambanua tabia za Uislamu, basi la shaka kwamba hapana shaka kwamba tutaona wa mimma yustanbatu min hadha taarif, na miongoni mwa mambo ambayo hutolewa katika hii definition ambayo tumeisoma punde, utambulisho ambao tumeusoma muda mfupi uliopita, anna al-akhlaqa fi al-islam laysat juz'an min ad-din, kwamba tabia katika Uislamu au tabia za Kiislamu laysat juz'an min ad-din, si sehemu ndogo katika mambo ya nini? Ya dini. Laysat juz'an min ad-din, sio sehemu ndogo katika dini. Haina maana hiyo kwamba tunapozungumzia tabia kwamba mtu akaona kwamba juz'un basit, kwamba ni sehemu ndogo tu katika dini. La,
Kwa hiyo ukiisoma definition hiyo ambayo tumeieleza, utaona kwamba tabia za Kiislamu laysat juz'an min ad-din, si sehemu katika dini, bali hiya jauharuhu wa ruhuhu, bali tabia kwamba tunaona kwamba ni jauharu wa ruhuhu, ndiyo roho ya Uislamu, yani roho ya Uislamu. Na kama sisi tulivyosema hapo awali kuhusiana na ikhlasi kwamba manzila ya ikhlasi ni kama roho, kwa hiyo na tabia pia ikafananishwa au ikapewa nafasi kuwa ni kama roho katika kiwiliwili, kwamba akhlaq hiya jauharuhu wa ruhuhu, nayo ndiyo roho ya nini? Ya Uislamu. Wa kaifa la, na vipi hapana, kwamba hatuwezi kuhesabia kwamba akhlaqi si roho, tukasema kwamba akhlaqi si roho. Hapana, hatuwezi kusema hivyo, kwa sababu wa rasuluna sallallahu alaihi wasallam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, anasema innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq. Wataalamu wanasema kalima innama kwamba tufidu al-hasr, kwamba inna harfu at-tawkid wa ma zaida, kwamba innama kwamba hakika si vinginevyo. Bu'ithtu, mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza hii sighatu lilmajhul, anasema bu'ithtu, nimetumwa. Lengo na shabaha la kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Liutammima makarima al-akhlaq, ili kuja kukamilisha tabia zilizokuwa njema, tabia zilizokuwa nzuri. Na hapa utaona kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yubayinu sababa, anabainisha sababu ya kutumwa kwake. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu, na hakika si vinginevyo nimetumwa, liutammima makarima al-akhlaqi, kwa ajili ya kuja kukamilisha tabia njema, tabia nzuri, tabia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda, na tabia ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam anaziridhia, ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam amezifundisha. Akhrajahu Ahmad an Abi Huraira, hadithi hiyo imepokewa na Imam Ahmad kutoka kwa Abi Huraira. Inshallah tukutane katika kipindi kijacho katika sehemu nyingine itakayofuatia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.